nilijihisi kwamba sistahili kusimulia kilichonikuta, kwa sababu wenzangu wamepata madhara makubwa sana ya kimwili, na mimi nimesimama natembea bila kuchechemea. Lakini kwa sababu toka jana usiku kumekuwa na wenye shauku ya kutaka kujua na mimi nini kilinisibu, nitakisemea kwa muktasari sana. Jana wakati naelekea mahakamani majira ya saa 2:31 asubuhi, nikiwa nimemaliza tu kuzungumza kwa simu na makamu mwenyekiti Mheshimiwa Saidi Mzee na naibu katibu mkuu Zanzibar Mheshimiwa Ali, wote kwa upande wa Zanzibar, wakinieleza kwamba tayari wamekushafika maeneo ya karibu na Kisutu na wamezuiwa kuingia, ikawa nimewaeleza kwamba na mimi niko njiani na karibia kufika, kwa naomba mnisubiri ili tuweze kufanya utaratibu wa pamoja wa kuingia mahakamani. Kwa hiyo saa 2:31 nilikuwa maeneo ya Jangwani pale. Magari yalikuwa yamezuiwa, foleni ilikuwa kali. Lakini nikaja kugundua baadaye kwamba magari yalizuiwa kwa sababu inawezekana, kwa kuwa nilikuwa natembea na gari ambayo ilikuwa ina nembo za chama, inawezekana toka nikiwa Magomeni ilikishaonekana kwamba naelekea uelekeo huo. Kwa magari yalizuiwa ili polisi wapate wasaa wa kushuka kutoka kwenye magari yao bila kuruhusu foleni kwenda, pengine ningepita, washuke kwa miguu wateremke mpaka eneo la Jangwani, ambapo ndio wakakuta gari nilipokuepo. Na mimi nilichukulia kwamba si hali, kwa wakati huo niliona si hali tete sana. Kwa kiongozi wa polisi ambaye baadaye nikaja kubaini kwamba ni OCD wa Kariakoo, alipogonga kioo na kuniambia fungua, nikafungua kioo ili nisikilize kuna nini. Akaniambia fungua mlango. Kwa kuwa sikuwa wakati huo nahisi kwamba hali ni tete, pamoja na kuona askari, sikudhani kwamba askari wa Tanzania wanaweza kufanya vitendo vya kuvunjaji wa sheria vya kumzuia mwananchi kupita kwenye barabara kwa ajili ya kwenda mjini. Na hata kama ingekuwa wanajua kabisa naenda mahakamani, sikutarajia kama wangefanya uhalifu wa kunizuia kwenda mahakamani kabla hata sijafika mahakamani. Kwa nikafungua mlango. Nilipofungua mlango sasa zikaanza kutumika nguvu za kunishusha kutoka kwenye gari. Mimi nikashuka. Niliposhuka tu moja kwa moja ikatoka amri kwamba apelekwe kwenye gari. Kwa nikaanza kusukumwa. Pembeni kuna mabasi yamepaki ya mwendo kasi, watu wako pale, kasukumwa kwa nguvu sana. Nikatolewa kuanzia Jangwani pale katikati kwenye bonde, nikapandishwa juu mpaka kituo cha mafuta kilichoko eneo la fire pale upande wa kulia. Na nikaingizwa kwenye gari ya polisi ndani. Askari mmoja akiwa upande wangu wa kushoto, mwingine upande wa kulia, askari mwingine mbele, mwingine akaendesha gari, na moja kwa moja wakatoa amri kwamba hiyo gari iondoke. Kutoka hiyo saa 2:31 mpaka saa 3, kwa sababu sikufungwa macho, kwa hiyo nilikuwa na namna ya kujua muda mule ndani ya gari kwa kuangalia ambavyo nilikuwa naona muda. Wakanipeleka kwanza Kariakoo, Karume pale mbele ya ofisi ya mkuu wa mkoa. Wakaificha ile gari iliyokuepo kwa sababu walihisi kwamba pamoja na kuwa ina tinted, lakini tinted ilikuwa faint, hawakutaka ionekane kwamba nipo. Wakaiweka katikati ya gari zao nyingine, na wakasema kwamba wamepokea maelekezo kwamba inabidi nipelekwe Mbweni. Kwa tukaanza safari ya kwenda Mbweni. Tulipofika Magomeni, wakasema huyu akienda Mbweni atakuwa anajulikana huko Mbweni, itakuwa rahisi kujulikana. Kwa nikasikia wanasema sasa tumpeleke Mbagala ambapo hataweza kufahamika kirahisi.
Kwa gari kageuzwa, wakaelekea tena wakarudi Karume. Walipofika Karume wakapaki gari, akapigiwa simu mtu ambaye baadaye nikamfahamu kwamba alipokuja kwamba ni OC CID Msimbazi, anaitwa Bernard. Walipofika pale wakasogea pembeni, wakaongea tena kwa simu, alafu baadaye wakaja wakasema kwamba wamepewa maelekezo kuwa nipelekwe kituo cha polisi Oysterbay. Kwa safari ikageuka sasa ya kwenda kituo cha polisi Oysterbay. Lakini walipofika kituo cha polisi Oysterbay, walipoingia pale getini, badala ya kwenda kushoto counter kwa ajili ya kwenda kwenye mahali ambapo ndipo watuhumiwa au wananchi wanakwenda kupata huduma, wakazunguka upande wa kulia, wakaenda mahali kabisa kwenye parking, mahali pa pembeni kabisa, wakaipaki ile gari, na mpaka tunafika maeneo ya Moroko kabla ya kufika kituo cha polisi Oysterbay ilikuwa saa 3 asubuhi. Kwa naweza kusema kwamba kuanzia saa 3 asubuhi niliwekwa kizuizini ndani ya gari mpaka saa 1:30 usiku. Kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 1:30 usiku. Kwa ni tukio ambalo na tafsiri tu ni kwamba polisi waliniteka na kuniweka kizuizini ndani ya gari muda wote huo mpaka saa 1:30 usiku. Na wakati wananichukua hawakunieleza nimefanya kosa gani, na hata nilipowauliza hawakunieleza nimefanya kosa gani. Saa 1:30 usiku nikawaambia kama ni kunishikilia kwa ajili ya kwenda mahakama ya Kisutu, kwa vyote vile huu muda saizi hakuna mahakama Kisutu. Kwa ni ama mniachie au mnipeleke mnifungulie mashtaka mnayoamini kwamba nimeyatenda. Tukawa na bishani kwa muda mpaka baadaye hitimisho likawa kwamba nipelekwe kufunguliwa mashtaka, na kwa mara ya kwanza sasa hiyo saa 1:30 usiku ndio nikapandishwa kituo cha polisi Oysterbay juu sasa kwa kupitia mlango mwingine, na nikaanza kuandikishwa maelezo. Nikagoma kuandika maelezo kwa maelezo kwamba niko tayari kutoa maelezo mahakamani. Kwa hiyo wakaandika tutuhuma wanaonituhumu. Kwa nikatuhumiwa kwa makosa ya kuhamasisha na kula njama ya kufanya maandamano. Wakaandika tu maelezo yangu ya msingi kwa maana ya umri na majina na vitu vya msingi, na kwamba nitatoa maelezo mahakamani, na baada ya hapo wakaniachia kwamba niondoke. Nikawaambia mmenichukua, mliponichukua sina simu, sina funguo za nyumbani, sina chochote kingine. Mkiniambia niondoke hapa naondoka kwa utaratibu upi? Kwa nikawaambia kwa sababu mmenichukua barabarani, ni vizuri mtende haki, kwa kuwa kituo cha polisi Oysterbay si mbali na makao makuu ya Chadema, mnipeleke makao makuu ya Chadema. Kawa na mazungumzo ya muda mrefu na mashauriano mengine, hatimaye mida ya saa 2 na ushe, zaidi ya saa 2 kidogo, wakanileta hapa makao makuu ya chama.